maneno ya Mungu yanasema, na maneno haya ninayoamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya utepe, juu ya miimo ya nyumba yako, na juu ya malango yako. Amen. Uliyetupa neema na nafasi. Tumepewa leo linasema tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana. Tuwapende lakini pia tuwajali watoto katika Bwana. Na nishukuru kanisa kwa kuona na kuweka utaratibu kwamba walau kwa mwaka mara moja watoto wapate nafasi. Maana leo ndio siku yao inaadhimishwa KKKT yote, kwamba ni siku ya watoto na malaika wote. Kwa hiyo ni siku ambayo watoto wanasherekea, watoto wanaongoza ibada, watoto wanasoma matangazo, lakini watoto pia sehemu zingine wanahubiri. Kwa hiyo ni siku nilipongeze sana kanisa, maana alikuacha nyuma watoto. Lakini tunaposema tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana, wakati naangalia hili somo nilipata maswali mengi ambayo yalinifikirisha kwamba kwa nini tunaagizwa tuwapende watoto. Yamkini kuna wengine hawafanyi hivyo. Inawezekana labda wanawachukia. Na hii inatoa picha kabisa kwamba kuna baadhi ya wazazi kweli wanawapenda sana watoto mpaka nawadekeza. Lakini inawezekana kuna familia na kaya zingine hazifanyi hivyo. Sasa leo tunaambiwa tuwapende na kuwajali watoto, kwa sababu nasema watoto ni taifa la leo na ni taifa la kesho. Na Mithali 22 mstari wa 6 anasema, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kama wewe mzazi, kama unafanya hivyo, na unapomlea mtoto, maana yake anapokuwa katika njia ipasayo, anapomjua Mungu, basi huyo atakuwa Mkristo mwema, atakuwa raia mzuri wa maendeleo. Lakini mara nyingi tunasema siku hizi watoto hawana nidhamu, watoto hawana akili. Wakati wengine inawezekana wazazi, jamii, tumesahau wajibu wetu kulea watoto kama tunavyoagizwa kufanya hivyo. Na ni kweli utaona watoto siku hizi hawaji kanisani. Watoto wamekuwa machokola, watoto wamekuwa wezi, watoto wamekuwa watukutu. Yamkini tuliosababisha sisi, sisemi nini hapa. Inawezekana kwa njia moja au nyingine tumesahau wajibu wetu wa kuwalea watoto. Na ndio maana ukatili unaongezeka kila inapoitwa leo. Sababu sasa watoto akiwa kibaka, akiwa mwizi, utakuta mzazi anachukua pasi, anamchoma mtoto, anapiga mpaka wanasikia wanaua. Zipo amri 10 ziongoze wana wa Israeli. Kwa njia ya amri ndio watu wanaweza kuishi kwa utaratibu, wanaweza kuishi kwa furaha, wanaweza kuishi kwa amani. Lakini kwa njia ambayo sio ya utaratibu, watu tunaweza tukaishi tofauti. Kwa hiyo sheria inatuongoza. Sheria ni kioo, na wanasema uhuru bila sheria ni fujo.
Hata pale nyumbani kwako lazima uweke visheria vidogo vidogo. Bila sheria basi inakuwa vurugu. Kanisa bila sheria vurugu. Shule popote. Kwa hiyo bwana, sheria, uhuru bila sheria, lazima uhuru uwe na mipaka. Lazima uwepo na sheria. Kwa hiyo ndio maana Musa, Mungu ametoa hizo amri 10 kupitia Musa, lakini ili awaambie wana wa Israeli yapasayo kufanya na kuenenda ili waweze kuishi kwa amani, waweze kuishi kwa upendo na furaha. Sisi tumekusanyika hapa kwa sababu amani ipo. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ungekuwa hakuna amani tusingekaa hapa. Kila mtu angetafuta chaka lake. Lakini kwa sababu kuna amani, of course tunakaa pamoja. Tunakuwa na furaha. Na furaha ikiwepo upendo huu. Lakini hii mistari niliyosoma inasema inazungumzia hasa juu ya amri kuu. Tumepewa hizo amri 10. Lakini wanasema kuna amri kubwa kuliko zote hizi. Mnaweza kuniambia amri hiyo ni ipi? Basi kama mnajua hilo mambo yameisha. Amri iliyo kubwa ni upendo. Sasa nilikuwa najiuliza kwa nini kuwe na amri zingine alafu niambiwe upendo ndio amri kubwa? Mimi sijaona kama naongeza kujiuliza kwamba amri hii ya upendo ndio amri kuu iliyopewa hapa. Na unapokuwa na amri kuu, amri zingine zile zote unaweza kuzitimiliza. Kwa sababu ukiwa na upendo wewe huwezi kumpiga mwenzako majungu, huwezi kumuua mwenzako, huwezi kumfanyia mwenzako fitna kama una upendo wa kweli. Lakini kama upendo haupo, mambo utatokea tu. Na mtu kamchinja na kisu, sikamchoma mwenzake, kamtilia sumu, sababu upendo haupo. Kwa ni wasihi sana. Mungu anatupa hiyo, anatukumbusha na anatupa hiyo hata sisi amri hii kwamba amri iliyo kuu ni upendo. Na tukiwapenda watoto wetu, tuhakikishe kama tunawapenda watoto katika roho na kweli, tutakuwa tunafanya kitu kikubwa. Na tunawapenda kwa staili gani? Unayempenda mtoto lazima utamjali. Tampa zile haki. Kuna haki nyingi, lakini kuna haki ya elimu. Kuna haki ya kumlinda mtoto. Kuna haki ya kumtunza. Sio tu maana wengine kwa wanasema hapa anashindana kuzaa. Lakini sawa, shindana kuzaa. Unamtunza mtoto huyo. Unampa kuitiisha wewe. Jamani, mimi nimesoma theolojia vizuri. Maana yake sio hivyo kwamba Mungu asema uzae. Maana yake sio hivyo. Unasema uzazi wa mpango. Uzae kadri ya uwezo wako. Sawa baba? Sasa wazungu, nikisema wazungu na maana nzuri, Michael usimtranslate vibaya. Utakuta wenzetu wazungu au watu wa magharibi kule. Sasa mtoto mmoja, wawili, kwa uwezo wake. Ndio utakuta wana fedha, wana uchumi mzuri, lakini watoto wawili tu. Barack Obama, tunafahamu jamaa? Rais mstaafu wa Marekani. Ana watoto 10 na ngapi? Basi. Watoto wawili. Wavivu. Sawa. Lakini ninachotaka kusema tuwazae watoto ili tuwalee na kuwatunza katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama una uwezo wa kuwalea watoto 100 fanya hivyo. Lakini sasa usimzae mtoto alafu mtoto asema watoto wa mitaani. Hivyo sisi nishasikia wengine wanaitwa machokola, wanaitwa mitaani. Lakini mtoto wa mitaani wewe uliyemleta. Kwa hiyo neno linakumbusha muwapende watoto zenu, tuwapende watoto na tuwajali. Mwingine unakula kitimoto huko, watoto wanakula dagaa. Wanakula Chinese. Tumeambiwa tuwapende na kuwajali. Bwana asifiwe. Kwa hiyo msiwe mnakula nyingi. Mtu kwenye vibonzo si naonaga mara nyingi mtu anapiga simu. Naomba Timbiro uko wapi? Anasema mimi niko hapa tu na buzibuzi, kumbe kajaza kitimoto, kajaza manini. Anasema niko tu nafanya anakula mihogo, kumbe anakula vizuri. Sasa kule sio kuwajali. Umesikia mwalo? Wewe najua una shida wewe nafikiana. Lakini tuwajali watoto wawili. Basi hongera kama una wawili. Lakini ninachotaka kusema kwamba ukimlea sasa mtoto wako kama unamjali, mlee katika roho na kweli. Awe na hofu ya Mungu. Akishakuwa na hofu ya Mungu, haya mengine automatically yatakuja. Usiseme toto hili bishi, toto hili limeshindikana. Wazazi tumepewa wajibu tuwalee. Mithali anasema mlee mtoto katika njia ipasayo. Sasa mimi niwasihi hata tunaposema leo ni siku maalum ambayo ilitengwa kwa ajili ya watoto. Basi tujue wazazi tuna wajibu. Na siku zingine za watoto kama leo wazazi hawaji. Nimeshaona wazazi wengi hawaji.
Sasa unajua watoto wanajifunza nini? Natamani ningetembea kila nyumba Mkristo. Yaani mimi nikishaingia kwako wala sihitaji kunieleza kama nyumba ina amani au haina. Yaani najua. Na wala sio mganga. Nikiingia tunajua. Nyumba yenye amani kwani inafichika? Na nyumba yenye amani haikose baraka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwalea watoto kiroho, tuna wajibu wa kuwalea watoto kiakili, tuna wajibu wa kuwalea watoto pia kimwili. Kiumwa mpeleke hospitalini. Mwingine mtoto anaumwa malaria, anasema pepo. Pepo. Pepo wewe. Unajua nifika sehemu shetani sana asingiziwa mambo mengine. Kweli bwana. Tusimsingizie shetani, sisi tu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Hii Mungu ametupa maarifa kujua this is malaria. Hii typhoid hii ni, lakini sasa wewe mtu anaumwa. Nakumbuka wakati niko chuoni, sisitaji chuo gani. Dada alikuwa mwezini, wanasema kanisa mwezini naeleweka. Sasa kishakuwa mwezini anaumwa sana. Yaani alikuwa kwenye siku zile za hedhi. Unaitwa toeo. Tunakula lakini ule mdogo wa mwisho yule tunamwachia chakula cha mwisho. Hai siku hizi baba anakombeleza mpaka mwisho. Tunajali watoto. Sisi kwa tunafanya hivyo. Kwa sababu sio siku hizi tunakula kimagharibi, kila mtu na sahani. Ilikuwa sahani moja inawekwa chini. Kama na mwidu na maharage ndio tunakula mboga zetu hizo. Sasa tunakula lakini kile yule aliye mdogo kabisa, mdogo anaachiwa. Nisikilize Mbwilo, sio unakombeleza mpaka na mwisho. Na hiyo ni mbinu pia ya kuwalea watoto. Alibariki neno lake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa kweli turudi kuangalia watoto, malezi ya watoto. Malezi ya watoto wetu tunawalaumu, lakini ni kweli watoto hawana makosa. Ni sisi. Na kitu alichobakiza baba dini mteule kusema wale wanaofanya kazi serikalini, kwa sababu sisi wote tuko mjini. Tumechukua kazi za ofisini tunapeleka nyumbani. Kwa hata muda kukaa na mtoto huna. Hata muda kukaa naye kujua shuleni ameshindaje. Sasa kwa nini tenga muda ofisini wewe wa ofisini na muda wa nyumbani wewe wa nyumbani? Wakati mwingine tuna watoto wanakwenda mbali mno. Kwenda mbali mno. Wewe ukimuuliza huyu binti yako anajua mimi nilivyo kukali wale nyumbani. Kali kweli, na nikitaka tunakula wote tupo. Lakini pia nikitoka ofisini kama sina kazi na nyosha nyumbani. Na nikikuta wale watoto ambao najua wako nyumbani hawapo, namuuliza mama umekwenda wapi? Kuna wakati mwingine naambia mtoto yuko hapo jirani, kumbe yuko mbali kweli. Watoto wa kiume, watoto wa kike wakiwa nyumbani wale si nyinyi wote tumezaa. Mwenonga lazima na watoto wawili na kule na hao wawili. Lakini wakati mwingine ukienda nyumbani unafikiri nyumba haina watu. Watu wameacha kuongea na watu wa nyumbani pale, wanaongea na watu wa Arusha, watu wa siji ya Marekani, wanachati. Sasa nafikiri ni sisi tutakaorudisha kwamba jamani nyumbani kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hili la kuacha ni kweli uhuru sio na mipaka, ni vurugu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nafikiri kwa kweli amehubiri baba ili mteule vizuri. Mimi kitu ambacho nasema tu kumbuke pia kuombea uchaguzi. Uchaguzi huo watu wanapita hapa. Ukiona wanasiasa waonekane hapa hawalali. Wengine ndio wanakwenda kwa waganga. Wengine wanaenda wanafukiwa kwenye shimo mpaka asubuhi. Kisa yote madaraka. Tuombe. Na tuombe pia wakipewa kazi waweze kufanya. Wasiombe tu wakapewa alafu wasifanye. Pia tume ya uchaguzi. Najua wanasiasa huwa tukitaja tume hawapendi, lakini tuombe tume iwe itende haki. Kwa vyama vyote. Vyama vyote ni vya kwetu. Tusipotenda haki katika vyama vyote, manunguniko, nyumba yenye manunguniko siku zote amani haiwezi kuwepo. Tukitaka taifa letu liondokane na manunguniko, tuwe fair kwa kila mtu. Tumeruhusu mfumo wa vyama vingi, tukubaliane na mahali na vyama vingi pia vinavyokwenda. Ukioa wake wengi, kubali kelele za wake wengi.
Bwana asifiwe. Sababu mimi nilikuwa na wake wengi 9, ni jogoo katikati ya wale wanawake 9. Leo analala pale. Mzee huyu. Watoto wanatokea sehemu, watoto wadogo wetu wamelingana umri, wadogo wote. Lakini nauliza wewe mama gani? Maana hawajui. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukitaka kulea familia maana unajenga sio familia yako tu, lazima unajenga taifa pia. Wewe unapoweka watoto wako vizuri, maana unatengeneza taifa. Mtoto ambaye akipelekwa mbele ya watu anakubalika na kila mtu. Tukiwaacha waishi ovyo ovyo, maana umetengeneza taifa la ovyo ovyo. Siku moja mimi nakumbuka mbona ziwache ni kwenye familia. Neno la leo kwa kweli kwa leo watoto ni haki yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba turudi tuangalie vitu hivyo na tuwaombee wenzetu wanaotaka. Najua sasa kuna vyama siji 9 siji 10 vinashindana. Lakini kiti ni kimoja. Kiti ni sasa kila mtu anataka akakae pale. Sasa hiyo tupeleke hekima ya Mungu, Mungu asimame huko katika jambo hilo. Sisi tumekuwa wakati mwingine kwa kutaka fairness, kwamba kila mtu atritiwe sawa sawa. Lakini ukisema hivyo kwa wale walioshika dola hawapendi sana, sababu wanajua huyu jamaa anataka niondoke mimi. Hatutaki muondoke, lakini mmeruhusu mchezo wa mpira. Sasa kama mchezo wa mpira wewe mwenzako amekanyaga, wewe unaendelea kupeta, mwenzako akipigwa viatu wewe unapiga filibi haraka, au mtu hajagusa tu anasema penalty. Hiyo penalty inakujaje? Tunataka tu mtu awe sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri tushindanishe sera. Sisi tunaochagua tusikilize sera vizuri. Na vyama hivi vinavyoomba ridhaa. Hicho ndio kitu kikubwa. Mama amesema hivi, Mbila amesema hivi, sijui Mgalula amesema hivi, sijui Makala amesema hivi, Paulo amesema hivi. Nani anaweza kuwa na mtu ambaye kweli sera yake akitekeleza itatusaidia? Maana huwezi kujua mtu moyo wa mtu. Unaweza kama mtu ana maneno mazuri sana, lakini uko mbele ya safari umeingia kwenye shimo. Kwa hiyo tusikilize sera na tuombee pia. Maana uongozi unatoka kwa Mungu. Hakuna uongozi unaotoka hewani tu. Ni uongozi wote unatoka kwa Mungu. Kwa hiyo tuwaombee wenzetu wanakimbia usiku na mchana. Halali hata mkuu wa jimbo la Chaliza amechelewa, ndio na safara rais. Kwa hiyo magari akachelewa ibada, lakini amekuja sasa amerukana na sisi kwa ajili ya hilo. Yule hakimbii kwa sababu anakimbia tu. Anatafuta watu. Anatutafuta sisi tuko makanisani huko. Hata diwani tumemtaja diwani hapa. Diwani amekuja? Mheshimiwa Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.